Kanisa la Waadventista wa Sabato la Virunga kwa ushirikiano wa karibu na idara ya huduma za vijana wa Kisabato katika kanisa hili wameendesha mikutano za mahubiri katika mawiki mawili na watu 18 wamepata ubatizo katika hitimisho la mikutano hizi Sabato iliyopita. Hapa Virunga tumebatiza watu 18. Kama mwongozi wa wilaya hii ya Karisimbi, nashukuru sana kuona ngazi zetu ya Field na Inyoni walitukubalia kualika huyu Pastor Mundere Mbusa kwa sababu yeye alikubali kufanya kipindi au nyumba hata na cha injili yote yeye peke alikuwa anavifanya. Baadhi ya wengi waliobatizwa ni kutoka katika madhehebu mengine. Huu ni ushuhuda wao. Nilikuwa Mkatoliki, nimejengwa na mahubiri yao na nimevutwa na Biblia na mafundisho mengi ambao vijana wanaendelea kuhudhuria katika kanisa hili la Wasabato. Nimebarikiwa sana kwa mikutano ambao tulifanya. Nimeamua nibatizwe nikuwe Adventiste wa Sabato. Mamangu na babangu hawakuwa Adventiste, lakini nilikuwa nafuata tate yangu ambaye alikuwa Adventista, na njoo nimeamua kubatizwa leo katika kanisa ya Virunga Francophone. Mchungaji Mundele Mbusa kutoka katika eneo la Butembo ndiye aliyekuwa mnenaji mkuu. Atuzungumzia jumuiya ya mafundisho aliyoyatoa. Tulikuwa na mada kuu inayosema Yesu yuaja, ujumbe wa haraka. Huu ndio ujumbe ambao tulizungumza katika muda wa wiki 2 ambazo zimeweza kupita. Walipouliza Musa wakisema ni akina nani watakao kwenda, alisema tutakwenda sisi na wake zetu, sisi na watoto wetu, na hii ilisababisha kwamba masuala ya familia pia yaweze kuzungumziwa katika matayarisho ya marejeo ya Yesu, kusudi kila mzazi aweze kutayarisha familia yake kiroho, kusudi Yesu Kristo anapokuja familia yake pia iweze kuokolewa. Tulizungumza mambo mengi tukionyesha ya kwamba kiunabii saa imetimia. Saa imetimia, na namna vile tulivyokuwa tukisoma fungu letu kuu lilikuwa katika kitabu kile cha Waebrania sura yake ya 10 mstari wake wa 37, inapoonesha ya kwamba yeye anayekuja atakuja wala hatakawia, na kuna baki muda kitambo tu. Mchungaji Muvunga Grace, kiongozi wa idara ya vijana kwenye Union ya Kaskazini Mashariki mwa Kongo Nekume, afurahishwa na huduma za vijana katika Union, hasa katika mikutano za Virunga. Inakuja kukamilisha lile njozi ambalo mtu wa Mungu nabii aliongea Yoeli, ya kwamba katika siku za mwisho vijana wenu watakuwa na ndoto. Watakuwa na ndoto ama watapokea Roho Mtakatifu ili waweze kusaidiana pamoja na wazee ili kuharakisha kuja kwa Yesu mara ya pili. Matayarisho ya kanisa la Virunga ilikuwa kwa jinsi ya juu, ama ilikuwa kwa hali ya juu sana. Hisia na maoni mbalimbali kutoka kwa washiriki wa kanisa la Virunga yamejumuishwa na mzee Gentil. Nikiongelea hata mauzirio hiyo yenyewe inahakikisha, na hiyo ni idadi kubwa, inaonyesha kwamba watu wamesikia ujumbe na wamefurahia sana. Hasa hiyo mambo ya unyumba imejenga sana nyumba nyingi ambazo zingebomoka. Kanisa hili la Virunga limeendesha pia matembezi ya injili katika barabara za mji wa Goma. Tunapotembea hivi ni ushuhuda, ili watu washuhudie ya kwamba hakika tuliona hao Adventiste wakitembea katika mji wakitangaza Yesu Kristo. Zawadi mbalimbali zimetolewa kwa watu tofauti, na watu waliobatizwa wamepokelewa rasmi na kutolewa vyeti vya ubatizo. Kutoka mjini Goma nchini Kongo, mimi ni Faustine Shukuru kwa ajili ya Hope Channel Tanzania.